Baba yetu Mungu mtakatifu, maneno haya ni matakatifu sana kwako na kwetu pia. Nani awezaye kuyafasiri kama hutamjalia nguvu ya Roho Mtakatifu? Hivyo nakusihi ukaseme ndani yangu, ukawe unawasaidia watoto wako kusikia na kuyaelewa. Tuingize katika vitendo ili aweze kuwa baraka katika maisha yetu. Neema yako inatutosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Tunakuja utoaji mwingine ambao ulikuwa hujui kabisa, lakini unakuwa unausoma, unaitwa utoaji wa uzazi. Nimesemaje? Utoaji wa uzazi. Tumekosa neno zuri la Kiswahili, lakini katika lugha ya mkoloni inaitwa parental giving. Huu utoaji wa uzazi ukoje? Na ukiuelewa, naomba unitazame vizuri kabisa. Ukiuelewa utoaji wa uzazi, una baraka pia ya kiuchumi na maisha marefu ndani yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Fungua kitabu cha yule ndugu yangu ambaye ananisomea Torati 5:16. Na jinsi ilivyo nitaenda mpaka Agano Jipya, maana kuna wengine atasema umetusomea Agano la Kale tu. Tutaenda mpaka Agano Jipya, utaiona vizuri. Torati sura ya 5 fungu lile la 16. Mchungaji Kwabe yuko wapi? Hayupo, ameenda mahali fulani. 5:16 nasema. Hebu subiri kidogo. Hayupo. Ametoka. Biblia ameiacha. Nilikuwa nitaka Biblia ya Kiswahili cha kisasa hiyo. Saa ikifika mtaleta maiki huku, mchungaji atanisomea hiyo Kiswahili cha kisasa tukifikia huko. Twende Torati 5:16. 5:16 nasema. Ndio. Waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako. Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Siku zako zipate kuzidi. Siku zako zipate kuzidi. Nawe upate kufanikiwa katika nchi. Nawe upate kufanikiwa katika nini jamani? Nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Sikia vizuri hapo. Heshima kwa wazazi inaleta mafanikio katika nchi. Haleluya. Kwa hiyo kuna mtu mwingine ambaye analalamika, anasema naona mambo yangu ya kiuchumi hayaendi, naona mambo yako sawa sawa. Na kuambia nenda kaangalie kwamba heshima yako kwa wazazi ikoje. Na tutaona heshima kwa wazazi ina upana gani, kuna vitu gani vya kufanya. Leo tutaviangalia. Kuna mtu anakuambia lakini mzazi wangu alinifanyia vibaya sana. Sikiliza, hata kama alikufanyia vibaya sana, kwenye damu yako una DNA ya kwake. Toa heshima. Haleluya. Mmoja anasema mimi mama yangu alivyopewa mimba baba alimtelekeza. Kwa hiyo kawaje? Baba yake alikuwa anateseka mahali fulani hapa Dodoma hapa. Alikuwa anateseka sana. Yaani Mungu alituunganisha kwa namna ya ajabu, hata mimi nilishangaa sana. Maana huyu amekuja ili tuombee biashara yake, lakini Mungu ananiuliza maswali mengine. Muulize kuhusu wazazi wake, yuko sawa sawa? Anasema mama yangu mimi namtunza vizuri sana. Lakini kumbe baba yake alikuwa yuko hapa Dodoma na anateseka. Anasema kwa kuwa alimtelekeza mama. Sikiliza nikwambie, acha ujinga. DNA yake inatembea katika damu yako. Haleluya. Habari ya yeye kukutelekeza, mwachie Mungu, atashughulika na yeye. Wewe kazi yako ni kutii amri ya Mungu. Waheshimu baba yako na mama yako. Biblia ingesema hivi, waheshimu wazazi wako ikiwa walikutunza. Haijasema hivyo. Na hiyo amri ina heri ndani yake. Biblia inasema kabisa ndiyo amri yenye heri ndani yake. Heri maana yake nini? Yenye baraka. Na kufundisha kitu ikusaidie. Kuna saa ukiona biashara yako haiendi, kazi zako haziendi, usihangaike sana. Wala usihangaike, nenda kupiga magoti kwa Mungu na kuomba sana. Usihangaike sana, maana huenda unaomba sana, Mungu anakuambia mimi na wewe tuko sawa. Nilishakuosha kwa damu, lakini hauko sawa na wazazi wako. Sasa mbinu iko hivi, na wewe ikusaidie hii. Kuna saa ukiona vitu haviendi, hasa katika baraka za kiuchumi na afya. Umeomba mambo hayaendi. Chukua hela. Chukua kitenge. Chukua koti. Fanya kitu fulani kizuri. Mpelekee mzazi wako.
Akikwambia bwana vipi, mbona umeniletea? Mwambie nimekuletea tu, na wewe ufurahie maisha. Haleluya, haleluya, nimekuletea tu. Kuna mtu ananitazama sasa hivi, wazazi wako wote hawako hai. Kwa hiyo unajiuliza sasa, mimi nitafanyaje? Kama upo kwenye ndoa, wazazi wako ni wazazi wa mwenzi wako ikiwa wako hai. Tuko sawa sawa? Lakini pia kuna baba wadogo, baba wakubwa, shangazi wapo. Nenda kawapelekee hiyo zawadi. Wote hao unasema hawapo, kuna mzazi wa kiroho. Tuko sawa sawa? Unamjua mzazi wa kiroho? Usije ukachanganya mafaili ukasema ni pasta. Mzazi wa kwanza wa kiroho ni yule aliyekuelekeza kwa Yesu Kristo, alikuzaa. Kwa nenda ukatafuti, hivi nani aliyenifunulia habari ya Kristo kwa mara ya kwanza? Huyo mtu ni mzazi wako wa kiroho, ni baba, ni mama wa kiroho. Tuko sawa sawa? Nenda kamwangalia huyo mtu vizuri kabisa, ni mzazi wako. Inawezekana yeye hajijui, ila wewe unamjua. Haleluya. Ukitoka hapo, kuna mlezi wa kimwili kabisa kabisa kabisa, aliyekulea kimwili. Wengine hapa wazazi walikufa ukalelewa na mtu mwingine, au wazazi wako wako hai kabisa, lakini kuna mtu alikuona unateseka kwenye ile familia akakusomesha. Sio mzazi wa kibiolojia, mpe heshima yake. Kuna wengine kaka yako mkubwa ndiye kama mzazi wako, unajua alivyokufanyia, mpe heshima yake. Anasema ili uweze kuwa na heri. Rudia ile fungu ndugu yangu, watu walisikia vizuri, walikuwa wanalisoma kwa haraka, kumbe kuna siri iko hapo, na nitakuonyesha baraka zimelala hapo. Haleluya. Usianze kwenda kwa waganga. Kuna comedy moja hiyo nairudia sana, niliipenda. Jamaa ameenda kwa mganga kupiga ramli kwamba mambo yao hayaendi. Ile simu niliipenda sana. Ambia kaka, anampigia simu kaka yake, anasema kaka, nimetoka kwa mganga, amesema hatulogwi na mtu, ni uzembe tu, tukachape kazi. Kuna wengine wanatafuta mchawi, kumbe ni uzembe. Wewe ufanyi kazi, unasubiria tu mambo yaje. Na nimesema, narudia, ukijikuta unapata gunia la mpunga, gunia la mahindi kwa njia ya maombi, linashushwa tu kwa jina la Yesu, unashangaa usile. Mungu hatoagi hivyo. Mungu amesema zitabarikiwa kazi za mikono, yeah. Hajasema nitakushushia. Nenda kachape kazi. Ukiona mambo hayaendi, angalia uhusiano wako na Mungu. Ukiona hayaendi, angalia uhusiano wako na wazazi. Haleluya. Unaweza ukawa unatoa zaka vizuri kabisa, michango ya kanisa huko vizuri, umewekeza katika ufalme, lakini ulisahau kuwekeza kwa wazazi. Na kuna mtu hapa na kuambia kwa jina la Bwana, baada ya somo la leo, ingia kwenye mpesa yako, mtumie mzazi wako vihela. Yaani mtumie hata bila sababu tu, yaani mtumie tu. Na kuna mzazi akikiona, nyie hamuelewi. Ndugu zangu, nione hivi uniache hivi, vinazunguka sana. Nakutana na watu wa aina zote. Nakutana na watu wa juu, nakutana na watu wa chini. Wote nakutana nao kabisa. Siku moja nilitaka kutoa machozi hivi katika mikutano ya makambi hii. Kuna bibi mmoja nilimuona, nikaona anaponisikiliza na nini, baadaye tukasalimiana vizuri. Nikagundua ni mgonjwa alivyonisimulia, na ameshindwa kwenda kutibiwa. Tukaongea na mchungaji pa. Nikamwambia mchungaji, tutafute watu tumsaidie bibi akatibiwa. Tukatafuta watu, nikapigia simu rafiki kadhaa pale. Nashukuru mmoja akasema, mchungaji, mimi nitakava hiyo gharama yote ya matibabu. Mwingine akasema usafiri, tukamaliza. Baada ya pale nikamuunganisha vizuri na mchungaji, pesa zikaja, akapelekwa hospitali. Nimeenda kumuona wakati ameshatibiwa, yuko vizuri sasa. Akanitazama namna hiyo akasema, nina watoto wangu, lakini hakuna naye nitambua. Anasema nimekutazama hivi. Nikasema, kuna siku nilimwambia Mungu, hivi nilizaa bure? Umesikia sentence? Anasema lakini wakati natibiwa kule tulikopiga simu kwa wale madaktari, walipigiwa pia na wale marafiki zangu wengine wakasaidiwa. Kwa hiyo walimehendo yule bibi vizuri. Akaniambia nimechukuliwa kama mfalme. Anasema ndipo nikaelewa, kumbe sio lazima uzae tumboni mwako, unaweza ukazalia kwa mwingine. Hilo neno sio dogo. Unadhani hao watoto ambao wamemtelekeza mama yao wana baraka kule walipo? Hata kama maisha yao ni mazuri, kuna siku watakolapsi, watashuka chini. Bup.
kwa sababu ya laana ya mzazi. Nimesikia juzi hapo, kuna watu mnaofuatilia kwenye taarifa za habari, kuna watu sijui ni mkoa gani, mtanikumbusha nyie mliofuatilia, wamemzika baba yao akiwa hai. Juzi sijui ni jana, nafikiri ni jana, wamemzika akiwa hai, kisa imani za kishirikina. Imekuwa kwaje? Anasema amemuua ndugu yao. Kwa hiyo kabla hajamzika, hapana, walimzika pamoja na yule aliyekufa. Nani aliyewaambia huyu mzee ndio ameua mtoto wake? Ni imani za kwenda kwa waganga, piga ramli, anakuambia fulani amekufanyia hivi. Na sio hivyo tu, niwaambie, hata katika dini, katika hii kuhubiri injili, mnavyoona hivi, kuna baadhi ya wachungaji ambao wanachonganisha watu katika imani za kishirikina. Nimeyaona ya kabisa, fulani amekuloga, fulani amekuloga. Nilisikitika sana. Hawa watoto wamejibebea laana kubwa sana. Hata kama huyu baba angekuwa ni mchawi, mwacheni Mungu ashughulike naye, japokuwa hatuna ushahidi kama kweli alikuwa mchawi, hatuna ushahidi. Wakamzika mzee akiwa hai. Jeshi la polisi limewakamata wote. Yule mama wa polisi yule, namuona alikuwa anaongea kwa hasira, anasema hatutahurumia mtu yeyote aliyeshiriki ujinga huu. Mungu atusaidie sana. Mzazi unamzika akiwa hai. Mwingine akapiga mapanga baba yake, anaambiwa eti ndiye anayemloga, mambo yake haendi vizuri. Huwa anamuuliza, baba yako huyu ulikuwa naye ukiwa mdogo, tuko sawa sawa, kichanga, kama alikuwa na shida nawe siange kunyonga? Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia hiyo. Rudia ile fungu letu watu walisikia. Twende ndugu yangu. Inasema ndio, waheshimu baba yako na mama yako, ndio, kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi. Stop. Siku zako zipate kuzidi. Kwa hiyo kumbe usipowatii unakufa haraka. Umenisikia hapo? Kama ulipangiwa uishi miaka 100, unagonga 50, mwisho wa kunukuu. Sina maana kwamba wote wanaokufa katika umri mdogo walikosea wazazi wao. Hatujui alipangiwa miaka mingapi. Lakini ukweli ni kwamba kuto kuwatii wazazi kunapunguza umri wa kuishi. Na unakuta kuna vibinti vingine ndio vimeanza tu kufika hii level ya juu hii, Waswahili wanayoita nani? Hiyo. Kuvunja bakuli. Hiyo. Kanaanza kumjibu mama yake jeuri. Kanatuma alafu kananuna. Unakatazama, unasema, wewe hata dunia hujafika robo ya dunia, unakuwa na kiburi namna hii. Je, ukiwa mtu mzima? Haya, umri unapungua ukiwa jeuri kwa wazazi. Endelea. Nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana. Umesikia mafanikio yametajwa hapa. Nitaka tu watu waisikie hiyo. Sasa ndugu yangu, nenda moja kwa moja katika Marko sura ya 7. Hiyo ndo tutaangalia Kiswahili cha kisasa baadaye, baada ya kusoma cha kizamani. Sura ya 7 umefika Sasa naomba mniangalie wote, niwaelezee kwanza, ndio tuisome, ndio mtanielewa vizuri. Zama hizo kulikuwa na Mafarisayo. Mafarisayo ni kati ya dhehebu mojawapo la dini ya Kiyahudi. Nimesemaje? Katika Ukristo dini inaitwa Ukristo, sawa? Lakini Anglican ni dhehebu, Assemblies of God ni dhehebu. Tumeelewana? Na wale wengine watu gani tunawaita tena? KKT ni dhehebu. Wasabato ni nini? Katika dini ya Kikristo. Sasa katika dini ya Kiyahudi kulikuwa na madhehebu. Moja wanaitwa Mafarisayo, dhehebu lingine walikuwa wanaitwa Masadukayo, kulikuwa na wengine wanaitwa Wanazarayo, kulikuwa na wengine wanaitwa Wazelote au Waselote. Ukitoka hapo tena utaenda kwa hao viongozi wao wakubwa wa kidini, waalimu wa dini wakubwa. Kulikuwa pia na shule mbalimbali za itikadi. Kwa kila watu wana itikadi ya kwao, ya mwalimu fulani, rabi fulani. Sasa Mafarisayo walionekana kuwa ni watu ambao wameshika dini kweli kweli. Tulipokuwa tunaangalia somo letu la mchana, tuliona kwamba walikuwa wanatoa zaka mpaka ya mchicha na bizari. Si mnakumbuka Wakati wewe hapo ukipewa kabigiji hutolei zaka, ukipewa vikaranga hutolei zaka. Wale jamaa ukimpa karanga tu, yani ukampimia kijiko kimoja cha karanga, lazima azihesabu. Ya 9 ni sadaka,
ya 10 ni zaka. Umefika hiyo level wewe? Wale jamaa walikuwa wameshika dini vibaya sana. Ikatokea kuku ametaga yai siku ya Sabato, hilo yai hawali. Sitaki kuongelea kuhusu mayai sasa hivi, lakini kati ya chakula cha watu wa kale walikuwa wanakula sana mayai. Ayubu alikuwa anakula mayai tena na chumvi, na ushahidi kwenye Biblia. Ayubu, mayai ya kukaanga. Kuna watu wananitazama wasema, mchungaji umeitoa wapi? Nitawapa mafungu kama mkiniuliza. Lakini ukiangalia Agano Jipya, watoto wadogo walikuwa wanapewa mayai kama kirutubisho. Mayai ni chakula pekee ambacho kina vitamini zote kasoro C, ndio haipo. Zingine zote zipo, ila yao ya kienyeji, ya kuku wanaojitafutia wenyewe. Habari ya jioni. Mimi unavyoniona hapa, nagonga 3 kwa siku, piga mara wiki. Mi tray moja inatosha kwa hiyo. Sasa piga mara mwezi. Siku ya Sabato tu ndio sili mayai. Mi Farisayo. Nawaambia tu ili mkafanye utafiti na nyinyi. Najua hapa ninatazamwa na watu wengi sana, wasomi na wasio wasomi. Tulidanganywa. Adui yetu mkubwa sio mayai, adui yetu mkubwa ni wali. Ndio inaleta mapresha na masukari hayo unayoyaona yote. Unakunywa chai, unakwenda kukaa kwenye ofisi, unatumia kompyuta, unajiua. Inatakiwa kama unakunywa chai, lakini japo nakushauri usitumie, lakini katokea umekunywa, nenda kafanye kazi kubwa ambayo inakufanya jasho litoke, ili uitumie. Sasa watu wa leo, chakula cha usiku, anakuambia usiku tunataka chakula chepesi. Chepesi nini? Wali. Wepesi wa chakula haupimi kwa uzito, unapimwa na vitu vilivyomo. Yaani ukipiga wali bakuli moja, ina vitu vingi humo ndani, nguvu nyingi ambayo unakwenda kulala huitumii. Inakwenda kukusanywa kufanywa kwa mafuta. Kwa hiyo anakwenda kujaa kwenye moyo, yanajaa kwenye ini na vinginevyo. Nimewaambia tu ili mjue mayai ni chakula kizuri. Kwenye Agano Jipya Yesu alisema, ni nani kwenu ambaye mtoto wake akimwomba yai atampa nge? Kwa hiyo hata Yesu anajua mayai ni chakula kizuri. Turudi kwenye somo letu sasa. Sasa hawa jamaa Mafarisayo hawa walikuwa waliinua utoaji wa zaka na sadaka kuliko kusaidia wazazi. Kwa hiyo wao, mzazi akimwomba kitu chochote kile, mwanangu nisaidie kitu fulani, anasema hicho ni wakfu kwa Bwana. Kumbe ni gia ya kumnyima mzazi. Yesu akaja kuwakemea, anawaambia, ninyi wanafiki, mnafanya vitu gani? Na mimi pia niliwakemea watu wengine wakanielewa vibaya, na mimi nikasema ni kawaida, kila mmoja na mtazamo wake. Lakini niliwaambia hivi, usijidai kutoa zaka na sadaka kanisani ili hali wewe huwasaidii wazazi wako. Hata kama una hela kiasi gani, zitakwisha. Na Yesu alionya, anasema vyote lazima viende sambamba. Sasa angalia 7 Marko fungu la 10. Marko 7:10 nasema. Anzia 9 ndugu yangu, anzia 9 ili iwe tamu zaidi. 9 anasema. Akawaambia, vema mwaikataa amri ya Mungu. Wanakataa amri ya nani jamani? Ya Mungu. Amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Ili washike mapokeo ya kwao wenyewe. Maana Musa alisemaje? Waheshimu baba yako na mama yako. Wewe waheshimu baba yako na nani? Na mama yako ndio. Na mtukanaye babaye au mamaye, kufa na afe. Anayemtukana baba yake au mama yake amejitangazia nini? Kifo. Endelea. Bali ninyi husema mtu akimwimbia babaye au mamaye. Asirudia ndugu yangu. Bali ninyi husema mtu akimwambia babaye au mamaye. Yaani ikatokea mtu amemwambia babaye au mamaye,
Korban, yani wakfu. Kitu changu chochote kikupasacho ndio kufaidiwa nacho huwa basi. Yani katokea mzazi wako amekuomba kitu, akwambia mwanangu, naomba angalau kuku huyo nikachinje, mwanangu naomba, si unaambia korban, yani wakfu, hicho ni cha Mungu. Basi imeisha hii. Yesu anawaambia mnajidai kwa Mungu nyewe ni waaminifu kweli kweli, lakini kwa wazazi na korban ukasome Kiebrania tu sasa. Wazazi wakija sema hiyo ni nini? Korban. Watu wana mikwala. Hiyo siwezi kukupatia nini? Ni wakfu hiyo. Ni ya kanisani hiyo. Yasema wewe ni ya kanisani Haya, endelea tuone anasemaje Yesu. Wala humruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye. Anasema kama kweli hicho kitu ni wakfu, kipeleke katika kanisa kama ulivyokusudia, sawa sawa, lakini baada ya hayo rudi ukamtendee mema mzazi wako. Haleluya, haleluya. Huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu. Huku mnalitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu. Imepotea, hamna tabu, atarekebisha. Haya, sikiliza. Mimi nasoma Kiswahili cha kisasa. Nimeona nikoja tu nisome ili mic, maana imeleta tabu kidogo. Sikiliza maneno haya. Kiswahili cha kisasa. Maana Mose aliamuru, waheshimu baba yako na mama yako, na atakayemtukana baba yake au mama yake lazima afe. Kiswahili cha kisasa hicho, akijapunguza maneno, kimesema lazima afe. Lakini nyinyi mwafundisha kama mtu anacho kitu ambacho angeweza kumsaidia nacho baba yake au mama yake, lakini akasema kwamba kitu hicho ni korban, yaani ni zawadi kwa Mungu, basi halazimiki tena kumsaidia baba yake au mama yake. Hivyo ndivyo mnavyodharau neno la Mungu kwa ajili ya mafundisho mnayopokezana. Tena mnafanya mambo mengi ya namna hiyo. Kumbe ukimnyima mzazi kitu, yule aliyekuzaa, hiyo ni matoleo ya uzazi, tuko sawa sawa. Ukimnyima hicho kitu, umejiletea laana kubwa sana katika maisha yako. Mungu atusaidie. Fungua Mwanzo 27:4 uone baraka ya wazazi. Baraka ya wazazi. Wekeza kwa wazazi wako, toa matoleo ya uzazi. Mwanzo 27 fungu la 4 inasema, ndio, ukanifanyie chakula kitamu. Nani huyo anayesema haya maneno jamani? Isaka anasemaje? Ukanifanyie chakula kitamu. Ukanifanyie chakula kitamu, namna ile niipendayo. Namna ile niipendayo. Ukaniletee. Ukaniletee ili nile. Ili nile. Na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Sikiliza. Wale wote ambao mna neema ya kuwa na wazazi wakiwa hai, tumia hiyo fursa. Anasema roho yangu ikubariki kabla. Kwa lugha nyingine, nikifa siwezi kukubariki. Sasa kuna watu wanatembelea makaburi, yaani mzazi wake walishindwana akiwa hai, mambo hayaendi, ndipo anaenda kwenye kaburi, baba unisamehe. Wakati mzee Isaka anajua kwamba ukishakufa huwezi kubariki tena. Ndio maana nasema nikubariki kabla sijafa, kwa sababu akifa hakuna baraka tena. Kwa hiyo wanaotembelea makaburi kutafuta baraka wamechemsha. Itafute leo akiwa hai. Haleluya, haleluya. Na nimewaambia kwa wale ambao hawapo, kama kuna wengine waliokulea wapo, tafuta baraka. Haleluya. Namba 4, utoaji wa kijamii wenye baraka. Utoaji wa nini? Wa kijamii. Huo ndio wa mwisho, utaingia kwenye maombi. Utoaji wa kijamii huu kwa kweli ni mgumu kwa watu wachoyo, wakiusikia mioyo inapasuka. Kwenye kile kitabu cha Nuru Safarini, kama nitakuwa sijakosea, mwinjilisti unisaidie, nimekitamka vizuri unacho? Hakuna. Watatoa oda tu. Kile kitabu kinunua, kile kitabu kakisome vizuri.
dawa ya choyo. Yaani ukajisikia unakaa uchoyo, na usije ukajidai kwamba eti hujijui kwamba wewe ni mchoyo. Unajijua, ile unapotezea. Jamani, kwani uongo? Si unajijua kabisa? Dalili ya uchoyo, ukitaka ujijue kama hujijui, nikupe tu kipimo. Jisikilizie moyoni wakati unapoona wengine wanafanikiwa. Mtazame jirani yako, mwambie imeze hata kama ni chungu. Wewe jiangalie tu, ukiona mafanikio ya watu moyoni unajisikiaje? Hiyo ni moja dalili ya nini? Ya uchoyo. Namba 2, unajisikiaje ukiona mtu ambaye hana na wewe unacho? Wewe mwenyewe unajijua. Mimi sijakwambia unyooshe mkono, usome moyo wako mwenyewe. Kama ukimwona mtu ambaye hana na wewe unacho, unajisikia kumpa, wewe ni mkarimu. Ila kama ukijisikia kusema hivi nimpe, unasikia moyo unauma, wewe ni mchoyo. Unatakiwa uingie kwenye matibabu ya Roho Mtakatifu akusaidie. Sasa Ellen White anasema hivi, moja ya tiba ya uchoyo ni kutoa, hata kama roho inafanya nini? Inauma. Ishinde, iume mpaka ichoke, iache kuuma. Ndio dawa yake hiyo. Uchoyo ni laana. Uchoyo sio tabia ya kimungu. Uchoyo ni tabia ya kishetani. Mungu atusaidie sana. Angalia hilo andiko sasa, Luka 6:38. Hebu subiri kidogo, nataka nitoe mfano fulani hivi. Tunaweza tukapata mtu mwenye kisu hapa sasa hivi, kisu au wembe. Usije ukaniuliza kwamba nakuuliza kisu cha nini, kiwe kikali, lakini nikakisu au nikawembe? Nikawembe. Sasa nipate, nafikiri wewe ndio nitakupa hii kazi. Wewe si uko kwenye PA system? Si unashika hapo. Nitakuchafua sana. Mpe mama mmoja ashike ako kanani kako, atakurudishia. Huyu jamaa kama daktari hivi, maana ana kakisu fulani hivi. Ni daktari? Kumbe sijakosea. Wewe mdada, wewe kashike kale kanani huko. Pastor, naomba hiyo chupa yako, hiyo chupa imwagwe maji. Ndio kwenye andiko letu sasa. Yule msomaji, Luka 6:38. Luka 6:38 anasema, ndio, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa, na kusukwasukwa, hata kumwagika. Ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Haya, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kipimo upimacho ndicho utafanya nini? Mtakachopimiwa. Rudi pale, zile na ziko ngapi? Kipimo cha na ziko ngapi? Haya, rudia kusoma tuzihesabu nao wenyewe. Inasema wapeni watu vitu, nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa, na kusukwasukwa. Ishi hapo. Na ziko ngapi? Haya, dada yetu sasa, jaza mchanga. Wapeni watu vitu. Kwa hiyo hapa yeye dada anawapa watu vitu sasa hapo. Alipokuja kuombwa uwele akampa mtu. Haya, hicho kipimo kimejaa, cha kawaida, cha kujaa cha kawaida, hicho kijaze kawaida kabisa. Hiyo sawa. Sasa njoo hapa, ukiweke hapa sasa. Huyu umeshampa mtu, mwaga hapo kabisa. Umeona kipimo alichokitoa cha uwele au cha mtama? Alafu Biblia inasema yeye sasa huyu atapewa kilichojaa kama kile. Jaza tena sasa. Kwa hiyo ukijaza awamu ya pili unalipwa malipo ya kile ulichotoa. Sasa piga mahesabu, ulijaza watu mabaya na wewe unajaziwa hivyo mabaya yako. Njoo umwage hapa chini hapa. Kwa hiyo ile ndio aliyotoa. Tuko sawa? Lakini amekuja kupewa sasa hivi. Umeona alivyopewa? Alichopewa kinalingana na, tuje kwenye ile na, rudi ukajaze tena, ndipo utaelewa sasa.
Kwa nini ukarimu unalipa? Dadangu, au ni hapo tu ndio kwenye mchanga mzuri au? Endelea. Haya, anasema subiri kidogo dada yangu hapo. Anasema mtapewa kipimo kile kile. Kipimo cha kujaa. Haya, cha kujaa ameshajaza, ndio hicho hapo. Na kushindiliwa. Shindilia sasa. Shindilia kabisa. Mmeona eh? Haya, njoo umwage huko. Hapo kwako hapo. Si Mungu ndiye anayelipa sasa? Jamani, kinalingana na nyingine na kusukwa. Jaza alafu usuke. Ndio utaelewa faida ya ukarimu kwa watu. Suka kabisa Umeona alivyo suka Alafu sasa jaza tena sasa. Umeona alivyo suka inapungua. Leta huku sasa. Nani anayepata vingi? Huyu aliyepewa au aliyetoa? Unaona maandiko yanasema umebarikiwa mkono unaotoa kuliko unaofanya nini? Unaopokea. Sasa kuna watu wanasema mimi nilitoa lakini naona watu wananijibu mabaya. Nilitenda mema lakini hawalitendei mema. Sikiliza nikwambie, sio lazima upewe uwele au mahindi au mtama ule uliompa. Unaweza ukajibiwa na Mungu kwa namna ya afya njema. Haleluya. Unaweza ukajibiwa na Mungu kwa kutunziwa watoto wako. Unaweza ukajibiwa na Mungu kwa kuepushiwa ajali za barabarani. Acheni zile habari za kusema yani boda ilivyokuja. Ile boda wakati inakuja hivi, machale akanicheza nikarudi nyuma namna hii kapita. Achana hizo story. Ni Mungu ndiye aliyekulinda. Haleluya. Huenda ile boda ili kukosa kwa sababu kuna mtu ulimsaidia nauli. Naomba urudi dada yangu kule. Kama umenielewa nipungie mkono. Naamini kuanzia leo uchoyo utautupilia pale kabisa. Maana uchoyo unakupa hasara. Haleluya. Kuna watu ambao mimi nawapenda sana, ila wengine huwa wananishangaa. Mbona unawapenda watu kama hawa? Mbona ni watu ovyo kabisa? Iko hivi, kuna vitu mimi na wewe tutatofautiana tu, lakini haina maana kwamba kutofautiana ndio niseme wewe ni mbaya. Tuko sawa? Kuna mwanamuziki alifariki anaitwa Tupac Shakur. Vijana wale wa zamani kama mimi ndio wanaweza wakamuelewa. Huyu bwana alikuwa anapiga kelele mara kwa mara kwa wanamuziki wenzake wa Marekani weusi. Akamwambia hakuna haja ya kuwa na mahela mengi na kujenga majumba makubwa na magari ya kifahari wakati tuna ndugu zetu wanateseka, hawana chochote kile. Na kama kuna watu wenye hela Marekani wanamuziki. Huyu bwana yani ukimwona anaongea kwa uchungu anamaanisha kutoka moyoni kabisa. Anasema siwaelewi ndugu zangu matajiri wa Marekani weusi ambao una majumba hekalu likubwa, anasema lakini unaenda kulala kwenye chumba kimoja tu. Huyu jamaa ilikuwa akili kubwa. Bahati mbaya wanawamaliza. Wenye akili za namna hii hawakai. Wanawamaliza haraka sana. Yule bwana akapigwa risasi. Habari yake ikaishi. Akaja kuibuka mwingine ambaye alipigwa risasi nafikiri miaka 3 iliyopita na yeye pia. Anaitwa Nipsey Hussle. Yeye alianzisha jumba likubwa kule Marekani kwa makadirio ya kwangu mimi. Ni kama zile Mlimani City za Dar es Salaam zile 5 jengo moja. Ni mwanaume mwingine ambaye akili yake ilikuwa sawa. Lakini humo alikuwa anafanya biashara. Na kati ya watu ambao walikuwa wanawasaidia sana ni vijana weusi. Unaenda pale anakuambia kaka sina kazi, anakuambia una kazi njoo ufanye kazi ya kufagia hapa. Nitakupa mshahara mzuri. Lakini mkataba ni wa mwaka huu. Kama huna akili ya kutumia huo mshahara wako kutengeneza mtaji, shauri yako. Baada ya mwaka ondoka. Mwenzako naye aje afanye kazi. Huyo si ni mwanaume mwenye akili timamu? Wakampiga risasi hadharani. Akiwa yuko nje ya majengo yake kuna mtu akaibuka. Na ni wajanja watu. Hao watu huwezi kuwajua ninawasema kina nani mpaka ufuatilie sana. Ni wajanja mno. Wote weusi wanaopigwa risasi wanapigwa risasi na weusi wenzao. Ili msije mkasema ni wao. Kwa hiyo anasema aliyempiga si ni ndugu yao mwenyewe. Wako wengi sana. Lakini kiukweli hiyo ndiyo hali ambayo inatakiwa kwamba tulicho nacho tuweze kushirikiana na wengine. Ndivyo Mungu anavyotaka. Wapeni watu, saidia jamii yako.
Kuna wakati fulani unajua unaangalia hii, unasema hii dunia haiko fair kwa kweli, yaani haiko sawa sawa kabisa. Kuna nyumba hapo kwenye mji mmoja huo, kuna nyumba ambayo watu wanatupa chakula kilichobaki, lakini kwenye mji huo kuna mtu anakwenda kwenye jalala kutafuta chakula kilichobaki. Mji huo. Siku moja alikuwa anapita pale Arusha, mtu mmoja akagongwa nadhani na gari, alikuwa anapeleka nao wauza vyakula hawa, anawapelekea vyakula wale watu wa kwenye maofisi, si mnajua ile style ile, wanaenda kuuza. Akagongwa, ikadondoka chini. Nikamwona mtu mmoja mlemavu ambaye anatumia magongo, alikuwa anamsaidia yule mtu kuokota vyombo vyake, lakini kilichoniuma zaidi, yule mlemavu ambaye anatumia magongo omba barabarani, akawa anaokota kile chakula cha kwenye lami anakula. Hivyo ndivyo ilivyo. Na mimi nawaambieni wote mnaonitazama hapa, hakuna mtu ambaye hawezi kusaidia, haijalishi upo kwenye hali gani. Lazima kuna mtu yuko chini yako kiuwezo, msaidie. Haleluya, haleluya, haleluya. Niseme tu hili hapa, mchungaji analifahamu sana, mchungaji Senguo, kupitia chama chetu cha Dorcas kile kinachosaidia, kuna vitu fulani ambavyo baadaye mchungaji atagawa kupitia idara zetu zile kusaidia wenye shida. Haleluya. Tumekuja navyo hapa. Sio kila mtu atakayepewa. Usije ukaanza kuna nini hapa. Ni wale tu ambao kweli wanastahili kufanya nini? Kupewa. Lakini ngoja nikwambie kitu ambacho kimenigusa sana. Huo mzigo wote umeletwa hapa. Aliyepambana kuleta huo mzigo mpaka ukanifikia kutoka mbali sana, sio mtu mwenye pesa. Ni mfanyakazi wa kazi za ndani. Hata hivi ninavyoongea ananifuatilia kupitia Mahubiri TV. Mfanyakazi wa kazi za ndani. Ni mtu tu aliyeguswa, anavyoona huko anavyozunguka. Unajua kuna wakati mwingine wanapiga picha, kwa hiyo ninapohutubia vijijini angalau mtu anaona watu walivyo na mavazi yao, akaguswa akasema hapana, haiwezekani. Si tuko huku tunaona watu wanatupa nguo, tutazikusanya tupeleke nyumbani. Mungu atusaidie sana. Siku nyingine kuna wengine ambao hata hawakupenda niwataje, na mimi sitawataja kwa majina yao, na heshimu walichoniambia, na wataja kwa vyeo vyao. Ni madiwani kadhaa wa jiji la Dar es Salaam, wana umoja kao, walikusanya nguo nyingi sana, nikawa nimezisambaza. Mchungaji Senguo anakumbuka, hata kuna wakati niliwaambia wachungaji tuwasaidie watu wenye shida, kuna nguo ziko hapa. Madiwani nao si kwamba eti ni wasabato, hakuna, ni watu tu walifuatilia, wakaangalia, wakasema kumbe kuna watu wenye shida kiasi hiki, tutajikusanya, tutawasaidia. Hao watu wana sababu yao. Na mimi nikwambie, kuna watu wako chini yako, wasaidie. Kutoa sio kuwa na vitu, ni moyo. Ndugu zangu, ukiona mtu amekusaidia sio kwamba ana vingi, ni kwamba ana moyo wa utoaji. Haleluya. Wakati fulani ndugu zetu waishio Marekani wanatoa misaada huku kwenye makanisa, wanajikusanya, wako wengi sana, wana vyama vyao. Kuna sawa wanasaidia, wengine wamesomesha wachungaji, baadhi ya wachungaji wanajua kile chama cha Tausi kule, wanasomesha, wanachanga hela, wanaleta, wanasomesha wachungaji. Wengine wanatoa misaada kwa makanisa. Kama sijakosea, hata upande huu kama sio Chemba ni Kondoa, kuna mahali pale waliwahi kusaidiwa kidogo, fedha kidogo. Sasa wakati fulani ikaongea na watu ambao wanapewa zile fedha, nikamwambia sikilizeni, msifikiri kwamba watu kule Marekani wana hela nyingi kwa hiyo wanagawa kama njugu. Hakuna. Nimeenda huko sio mara moja, sio mara mbili, na mwaka huu naenda tena. Wale watu wanafanya kazi kwenye mazingira magumu. Zile pesa ukiziona ziogope. Unakutana na mtu ambaye ana shift 4, analala masaa 3, anahangaika kutafuta hela, masaa 3 tu ndio analala, mwingine masaa 4. Unamkuta amechoka. Kule Uingereza kuna Mnigeria mmoja alifia kwenye treni, ameunga shifti za kutosha, kazi ni nyingi, akachoka, akalala kwenye treni, akapitiliza. Ndio anashangaa, mbona ilikuwa ni mabasi yale, mbona huyu mtu hashuki? Walikuja kumshtukia baadaye, kuja kugusa, aliondoka zamani. Kama alikuwa mcha Mungu atashtukia kwenye ufufuo wa wenye haki. Ndio anatokeza, anashtuka, hivi kumbe nilipitiliza. Ndio maana nawaambia jamani, kutoa sio kwamba eti mtu anavyo vingi, ila ni moyo. Haleluya, haleluya. Mimi nawaangalia wale ndugu zetu kule Marekani, kazi wanaofanya mpaka unawahurumia.
Hii naongea tu, kuna baadhi ya wazazi na ndugu wengine hapa, ndugu zenu wako huko, wanawaletea hela, zile hela hawaokoti. Na kwa taarifa yenu, kama kuna eneo gumu kuishi ni kule waliko wenzetu. Hapa kwetu hapa Chemba hapa, njaa ikikupiga si unaenda kwa mjomba kumsalimia tu hapa, unavizia yale masaa. Jamani, nimekuja kuwaona hapa, anaambia subiri ule kule, utaelewa, utajua kwamba hujui. Mungu atusaidie sana. Nataka nimalizie hili kwa kusoma mwenyewe sasa. Sikiliza hii. Mithali 22 fungu la 9. Anasema neno haya: mwenye jicho la ukarimu atabarikiwa, maana huwapa maskini chakula chake. Haleluya. Mwenye jicho la nini? La ukarimu atabarikiwa, maana huwapa maskini kitu gani? Chakula chake. Sikiliza hii tena, Wakorintho wa pili 9 fungu la 7. Hii andike, hii inayosema iandike, alafu utarudia kuisoma vizuri nyumbani ukiwa umetulia. Sasa hivi naenda kwa haraka kidogo. Sikiliza maneno haya, nitasoma fungu la 7 mpaka lile fungu la 8. Wewe andika unisikiliza. Anasema hivi: kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Haleluya. Moyo uliofanya nini? Uliokunjuka, moyo wa ukarimu. Fungu la 8: na Mungu, hapa ndipo nataka kila mmoja hapa sikize vizuri, na Mungu aweza kuwajaza kila neema. Haleluya. Aweza kuwajaza kila. Kumbe neema ziko nyingi, sio moja Kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Ndani yake hapa kuna kanuni ifuatayo: unapoongezewa mali usiongeze matanuzi, ongeza msaada. Haleluya. Kila mali inapoongezeka, ongeza idadi ya watu wa kusaidia. Kila ukiona mali imeongezeka, ongeza idadi ya watoto wa kusomesha. Kila ukiona mali imeongezeka, ongeza wajane wa kusaidia na yatima. Wengine wanaanza sasa kula luxury. Zunguka huko, siku hizo wanasema anakula bata, na kuna selfies zinapigwa ili aposti kwenye mitandao ya kijamii watu wamuone kwamba ana maisha mazuri. Nakwambia tuma hizo selfie tu, lakini siku yaja utaulizwa, nilipitisha mali katika mikono yako, ulizitumiaje? Na kamera ya Mungu, kama leo duniani tu kuna CCTV ambayo inakamata matukio yote. Je, Mungu ukibishabisha, nakwambia ngoja nikuonyeshe uko unakula bata Kempiski, Mungu ulikuwepo? Anakwambia nilikuwepo. Sikiliza hii ya mwisho. Anaposema tendo jema, maana yake ni nini? Watu wanakisha ili uzidi katika tendo jema. Tendo jema maana yake ni nini? Andika hili fungu, mimi nitakusomea. Wewe andika tu. Timotheo wa kwanza 5:10. Timotheo wa kwanza 5:10. Umeandika hiyo? Akisema tendo jema anamaanisha nini? Anasema naye, anaongea habari ya wale watu ambao wanaandikwa katika listi ya vitabu. Anasema naye ameshuhudiwa kwa matendo mema. Ikiwa matendo mema ni yapi hayo? Ikiwa amelea watoto. Kumbe mama anayetelekeza watoto wake sio tendo jema. Ikiwa amelea watoto, ikiwa amekaribisha wageni. Umesikia hiyo? Hao ndio matendo mema. Ikiwa amewaosha watakatifu miguu. Zama hizo ilikuwa watu wanasafiri kwa njia ya miguu, kwa hiyo mnatoka hapa mpaka Arusha kwa mguu. Ukifika miguu imechafuka, mnaenda kuhubiri Injili. Kwa hiyo zama hizo walikuwa wanaambiwa kaa hapo. Ukikaa hapo wanakuosha nini? Miguu. Ni tendo jema. Zama hizi hatuoshi miguu, ila ninawaambia wote mnaonisikiliza, kama kuna watu wanaotembea, wanaofanya kazi ya Mungu kwa kutembea, wa kuhurumiwa, wainjilisti wa vitabu. Umenisikia? Ukiwaona wamekuja kwenye ofisi yako, mnunulie kiatu. Tuko sawa sawa? Si mnawafahamu wale watu? Mimi ni mtoto wa mwinjilisti wa vitabu, usinione hapa. Naelewa hii kazi jinsi ilivyo. Ukimuona amekuja kwako, hata kama huna mpango wa kununua kitabu, mpe hela, ongezee mtaji. Mwambie tu leo sinunui, lakini chukua 50,000 hii kaongezee mtaji. Hiyo ndio kuwaosha nini? Miguu watakatifu. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Tuna wachungaji mnawafahamu kabisa, achana na sisi vijana. Kuna wachungaji wale wazee mnawaona kabisa. Unamwona pasta wako amekaa hapo, amevaa koti limepauka, kamtafutie koti. Hiyo ndio kumuosha nini? Miguu. Mama yangu ameanza kukagua makoti yetu sasa hivi hapa. Anaanza kuangalia ile makoti ya hawa nao yakoje. Umenisikia vizuri jamani? Nataka tu niishie hapa, mafungu yako mengi, lakini sikiliza hii, usiache kutenda matendo mema kwa watu. Haleluya, haleluya. Watu wanaonitazama wakitokea Dodoma, Dar es Salaam, Nairobi, Kinshasa, kule Kampala, kuna wale watu ambao wako barabarani ni omba. Mfano Dodoma pale kuna mtu mmoja namuonaga mara kwa mara, amekalishwa hapo kwenye jua hapo, amekaa hapo anaomba. Sitaki kuongea hivi ili kujisifu, lakini nakwambia ili kukufundisha. Moja ya njia ambayo nafanya, na hata ili wasitangazi, imetokea tunataka tukufundishia tu. Hata mke wangu hajui, ndio naye wewe ndio naye anashtukia sasa hivi nikiongea. Kuna saa naenda kununua chakula kile take away, wananifungia vizuri, namfuata yule mtu pale alipo, namwachia kile chakula. Fanya hivyo. Naongelea Dodoma kwa sababu ndipo ninapoishi, kwa hiyo ninaona vitu vingi. Nenda pale General Hospital ile ya kwetu ile pale, nenda majira ya jioni kuanzia saa 12 au hata saa 1. Nenda pale nje pale, kuna watu wanalala wakisubiria pakuche waingie ndani kuangalia ndugu zao walioko huko ndani. Nenda tu kawatazame pale, hawana njia nyingine, hana mtu wa kumkaribisha, yuko pale. Ni kweli dunia imeharibika, siku hizi huwezi kukaribisha mtu usiyemjua. Lakini nikwambie, hata kwenda pale tu kumchukulia dawa ya kupaka ya kuzuia mbu, naye umeshindwa. Hata kuchukua tu ndoo ya wali na maharage na zile sahani zile disposable, ukafika pale kama jamani, poleni, nimekuja kuwaletea nini? Chakula. Wape gawa chakula pale wale. Maana kuna wengine, nilifika pale siku moja, huwa nikifika pale yale mazingira sivai hivi nilivyovaa. Navaa katisheti, natafuta na kasuruali fulani tu hivi na sandals. Nafika pale, napaki gari mbali, nafika pale nakaa nao, tunapiga story ili nijue halisia wa maisha yao. Niliguswa, kuna mmoja akaniambia, hapa unavyoniona mdomo umekauka kabisa, anasema nina siku 2 sijala, ila mama yangu yuko ndani hapo ni mgonjwa. Fika pale ukaone. Na waambieni hivi, ukiendelea kusoma kuna mafungu nimeacha hapa. Moja anasema msisahau kuwakarimu wageni, maana kwa kufanya hivyo wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. Kwa hiyo kuna malaika wanakuja katika maumbo ya mtu aliyechoka. Tuko sawa sawa? Unamuona tu ni muombaomba fulani hivi, kumbe ni nani? Ni malaika. Lakini Yesu akawaambia watu wengine tena kwenye mafungu niliyoyaacha, anasema yote mliowatendea ndugu zangu mlinitendea. Kumbe usisubiri kumuona Yesu na vazi lake jeupe. Ile picha tulichorewa tu na wazungu ile ni picha ya wazungu tu ile. Hakuna anayejua sura yake ilikuwaje. Ila inaaminika alikuwa na ngozi nzito, yani yenye uzito wa rangi kama ya kwetu, huenda. Kwa sababu watu wa zama zake walikuwa na weusi. Wewe hatujui ni weusi kama huu au ni watu gani, lakini sio ile ya wazungu ile. Kwa uzije ukiona mtu anakuja na ile kanzu na nywele ndefu zile, anakuambia mimi ni Yesu nataka chakula, mfukuze, tapeli. Yesu anasema hawa ndugu hawa ambao unaona barabarani ndio yeye huyo. Haleluya. Wale ombaomba unaowaona barabarani ndio yeye huyo. Hawa watu ambao mnasikia kuna saa tunatangaza hapa, jamani, tumchangie mwenzetu aende hospitali, ndio Yesu huyo. Kwenye yale mafungu anasema nilikuwa gerezani mkaja kunitazama. Mnakumbuka yale mafungu hayo? Kumbe kuna saa alifungwa wapi? Juzi wakati niko Nyamongo niliguswa mpaka nikachukua kaklipu ka video kafupi. Sadaka nyingi zimetolewa. Tumetoka mibarani, mchungaji wa mtaa akaja akamwambia, jamani, tuna mwenzetu hapa ana hali ngumu, inatakiwa apeleke hospitali, pesa haitoshi.
watu walivyoshikia, maana ndio baada ya masomo tumeyafundisha haya sasa, walitoa sadaka ya kumsaidia yule mtu. Nilikuwa naona fedha inamiminwa pale chini, nikasema hii imeingia kwa watu. Tusimame. Ni imani yangu ya kwamba aina hizi 4 za matoleo zimegusa maisha yako, na katika hizi 4 hakuna hata moja ambayo haina maana kwako. Zote zina maana. Nenda ukazifanyie kazi. Haleluya, nenda ukazifanyie. Nimalizie hii wakati umesimama hapo hapo Nyamongo hapo. Kuna rafiki yangu mmoja, kwa kuwa hajaniruhusu kusema jina lake, lakini kijana mdogo tu, anatokea familia maskini, akaanza kufanya biashara, akafanikiwa. Anatumia hizi aina 4 zote bila kujua zote hizi kwenye kuwekeza kanisani. Amewekeza kila mahali. Kilichoniacha hoi wakati tumeenda kuangalia kazi yake moja hapo kanisani, mchungaji akaniambia, sikiliza pastor, nikwambie, unamwona bwana mdogo amemjengea mzee mmoja nyumba hapo. Akanionyesha nyumba kabisa. Akaniambia kuna mwingine hapa amemjengea. Kuna bibi mmoja alikuwa anakaa hapa chini, alikuwa na kanyumba tu ovyo ovyo hivi. Huyu bwana mdogo akaja akabomoa kajumba, akamjengea nyumba ya maana. Na wala sio mzazi wake. Alafu huyo mtu muombe laana useme inafika. Sina kurudia wewe mwenyewe. Fumba macho tu. Baba, hizi aina 4 zimetugusa. Tukijipima tumepungua. Kwa ile ya kwanza tumeangalia kabisa kuwekeza katika ufalme, tumepungua. Kuna watu makanisa yanajengwa mpaka yanaisha hawajachangia chochote. Tusaidie tubadilike. Hata ile aina ya pili nayo tumejitazama, tumeangalia, tumepungua. Zote tumepungua. Tusaidie. Tupe moyo mpya. Tupe moyo wa kupenda. Kuna watu hapa inabidi Roho Mtakatifu afanye kazi ya ziada ya kubadilisha mioyo yao ili baraka hizi ziwaendee. Tukiangalia upande wa wazazi tunajikuta tuna kasoro. Tukiangalia upande wa kusaidia wenzetu tuna kasoro. Tukiangalia upande wa kuunga mkono kwa matoleo ya zaka na sadaka tuna kasoro. Tusaidie. Ninakutukuza maana hili somo hukuleta bure. Umekusudia lisaidie mtu mmoja hapa anayetazama kwa njia ya television na ambaye yuko hapa. Wote tusaidie. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana